naitwa Myengi Zakaria, ni meneja wa mamlaka ya usimamizi wa bima. Inaongoza kanda ya Mashariki. Kanda ya Mashariki na mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Morogoro. Moja ya majukumu ya mamlaka ni kusajili makampuni ya bima, na hadi sasa tuna makampuni zaidi ya 2000 ambayo tumeyasajili, yakiwa katika makundi makuu mawili. Makampuni makubwa kwa maana ya insurance companies yako kama 40, lakini pia kuna intermediaries, makampuni ya kati ambayo yako zaidi ya 1500. Na usajili huu, baada ya kukamilika usajili, huwa tunatoa vyeti ambavyo ni leseni, lakini baada ya hapo huwa tunafanya sasa usimamizi, tunafanya kaguzi mbalimbali kwenye haya makampuni, lakini pia tuna majukumu ya kuhakikisha haki ya mkata bima inarejelewa. Makampuni ya bima ni lazima yahakikishe kila ambacho mkata bima alikikatia, basi anapopata janga analipwa. Tuna pia kazi ya utoaji wa elimu ambayo ni jukumu letu la msingi pia, na utoaji wa elimu, tunatoa elimu kwa umma na tuna mwongozo wa utoaji wa elimu wa mamlaka ya bima, lakini pia tunashirikiana na Wizara ya Fedha katika utoaji wa elimu ya bima kwa umma. Tuna majukumu mengine ya kuishauri serikali kwenye masuala mbalimbali ya bima, hasa ya kisera. Baada ya hayo majukumu, TIRA inaongozwa na Kamishna Dr. Bagayo ambaye ni kamishna wa bima, lakini pia akisaidiwa na naibu kamishna Bi Adija, na pia tuna management na bodi ya bima. Kwa hiyo uongozi wote huu unahakikisha kwamba mamlaka ya usimamizi wa bima inafanya kazi kwa mujibu wa sheria ya bima sura namba 394. Lakini ujumbe wetu wa leo kwenye maonesho haya ya VETA ni kutoa elimu, lakini hasa kumsisitiza Mtanzania akate bima. Na hili ndilo jambo letu kubwa ambalo, jamani wa Tanzania, kateni bima. Bima ni nini? Bima ni mkataba kati ya mkata bima pamoja na kampuni ya bima. Na huu mkataba unaeleza majanga yasiyotarajiwa ambayo yanaweza kumpata mtu. Basi yale zile hasara zibebwe na kampuni ya bima, kwa sababu hiyo itakuondolea we mwananchi umaskini, itakurudisha katika hali yako ya kipato ulichokuwa unapata. Tuna makundi makuu mawili ya bima ambayo ni bima za maisha. Hizi ni za muda mrefu kuanzia miaka 5 kuendelea, lakini pia kuna bima za kawaida tunaziita general insurance. Sasa ni nini ambacho leo tumewaletea Watanzania kwenye maonesho ya miaka 30 ya VETA? VETA ni partners wetu wakubwa. Tumekuwa tukienda kwenye vyuo vyao na kutoa elimu kwa vijana. Hawa vijana wanapokuwa wanafanya shughuli zao, wanakumbushwa kukata bima. Lakini pia kuna fursa kubwa ya ufunguaji wa makampuni ya bima, hasa uwakala. Kwa hiyo wakiwa kwenye vikundi vyao wana nafasi nzuri ya kuanzisha kampuni ya uwakala, ambayo inakuwa wanapata ujuzi. Ni lazima uwe na mtaalamu wa bima, wanamwajiri. Kwa hiyo pia tuna create ajira kwa upande mwingine, then wanaanza kuwakatia bima wananchi. Takwimu zinasemaje? Bado tuna uhitaji mkubwa, ni 50% tu ambayo ya watu ambao wana uelewa. Kufika mwaka 2030 tunataka watu wenye uelewa wawe 80%. Lakini angalia 36% ya watu ambao wana bima, ambao wamekata bima. Kwa hiyo bado unaona kwamba Watanzania wengi inabidi bado tukate bima. Lakini sasa tuna malengo. Mheshimiwa Rais mwezi Aprili mwaka 2021, sisi sekta ya bima alitupa mambo makuu mawili. Kwanza, kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anakuwa na bima au anakata bima ya maisha. Kwa kufanya hivyo ametusaidia na amesaini sheria ya bima kwa wote, bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo sheria imeanza kazi, tunashukuru sana. Na pia tumepewa sisi kama mamlaka ya usimamizi wa bima kuhakikisha kwamba ndiyo tunasimamia hiyo sheria ya bima ya afya kwa wote. Lakini jambo la pili ambalo alielekeza ni bima za kilimo.
Kwa hili hapa tumekuwa tukishirikiana na wadau wetu, Wizara ya Kilimo, tunaishukuru sana, lakini pia ofisi TAMISEMI kuhakikisha kwamba bima ya kilimo inakuwepo. Sasa hivi kilichofikiwa ni kwamba tayari kuna kitu kinaitwa TAIC. Hii ni consortium ya kilimo ambapo makampuni ya bima yameungana na kuweka mitaji yao ili kuweza kukinga majanga yatokanayo na athari za kilimo. Naitwa Christine Kinabo, ni mtakwimu bima kutoka Mamlaka ya Usimamizi wa Bima. Mamlaka ya Usimamizi wa Bima ina jukumu, moja ya majukumu ambayo yameainishwa na sheria ya sura ya bima ya sura 394 ni kushughulikia malalamiko mbalimbali kutoka kwa watumiaji wa bima. Malalamiko yanaweza akawa aina mbalimbali. Unaweza ukawa hujaridhishwa na kiwango ambacho kampuni ya bima imeofa kukupa, au inaweza ikawa umecheleweshwa, majukumu yamechukua muda mrefu kushughulikiwa, madai yamechukua muda mrefu kushughulikiwa, au madai yako yanaweza kawa yamekataliwa kabisa na kampuni ya bima. Tuna taratibu zetu. Unaweza ukafika ofisini kwetu ukajaza fomu ya malalamiko, lakini pia unaweza ukaandika barua ukatuma kwa address sanduku la posta. Tunapokea malalamiko yote na kuyashughulikia. Tunahakikisha kama vile ni malalamiko yamecheleweshwa, basi yanalipwa kwa wakati. Kama yamekataliwa lakini ni halali, tunahakikisha malalamiko hayo yanalipwa. Na pengine imekuwa mkipokea hizo kesi kwa kiwango gani kwa mwaka? Ukiangalia ni kama 5% kati ya 100% ambayo ni madai yanayokuwa malalamiko. Tunashughulikia kwa kuita vikao. Kuna njia ya kikao, tunamuita mlalamikaji na kampuni ya bima na tunahakikisha yametatuliwa. Ukweli unawekwa wazi na yule ambaye ana haki anapata. Nishakutana na kisa kimoja, ilikuwa ni Mwanza. Kuna mtu alipata ajali, lakini yule wakala bima kaonekana zile pesa alikuwa hana au alikula, akawa anamzungusha yule mteja. Je, hivi visa kwenu vimeshafika kwenu? Ndio, hivyo visa vimeshafika, lakini huwa tunahakikisha kwamba kila wakala wa bima anakuwa na product ya bima inaitwa professional indemnity. Na professional indemnity, lakini pia na fidelity guarantee. Hii fidelity guarantee inakuwa ni bidhaa ya bima ambayo inakava endapo uadilifu unakuwa umekiukwa katika wakala au kampuni ya bima. Kwa hiyo wakala huyo atawajibishwa aweze kurudisha ile ada ya bima, lakini pia anaweza ile product ya bima aliyokuwa nayo ya fidelity guarantee ikatumika kulipa mdai wa bima.